Ni Jumanne April 28, Edwin Muthoni Kaunga, kapteni wa KDF, alifikishwa mbele ya judge wa mahakama kuu ya Nakuru, Patricia Gichochi, kwa ajili ya kusoma mashtaka kuhusu mauaji ya mke wake Anita Mugweru. Hata hivyo, mchakato ulisimamishwa baada ya judge Gichochi kubaini kuwa ripoti za kitabibu zilionyesha mtuhumiwa hakuwa katika hali ya akili inayomruhusu kujibu mashtaka. Akizungumza nje ya mahakama, wakili wa familia marehemu Elizabeth Ocheng alithibitisha kuwa kusomwa kwa mashtaka kulisitishwa baada ya mahakama kuamuru mtuhumiwa apelekwe katika hospitali Mathari kwa matibabu hadi atakapothibitishwa kuwa yuko sawa kuendelea na kesi. Tulikuwa kwa ajili ya kusoma mashtaka katika kesi ya jamhuri dhidi ya Edwin Muthoni Kaunga, lakini kwa bahati mbaya hatua hiyo haikuendelea, kwani iliahirishwa baada ya mtuhumiwa kubainika kuwa hana uwezo kujibu mashtaka kutokana na tatizo la akili. Amepelekwa hospitali Mathari kwa matibabu, hivyo tutaendelea kufuatilia maendeleo yake hadi atakapopona na kuwa tayari kujibu mashtaka, alisema Elizabeth. Judge alielekeza kesi hiyo itatajwa tena Juni 4 ili kupitia hali ya Kaunga na kuhakikisha masharti ya kisheria na kitabibu yanafuatwa. Akizungumza na Tuko, rafiki wa karibu wa Anita alionyesha mashaka kuhusu uamuzi wa mahakama, akidai kuwa unaweza kuwa ni mbinu kuficha ukweli. Afisa wa Kenya Defence Forces KDF alikamatwa baada ya kumchoma kisu mke wake hadi kufa kufuatia ugomvi uliotokea nyumbani kwao katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Tukio hilo lilitokea katika eneo la St. Mary's mnamo April 14 na kusababisha kukamatwa kwa afisa huyo mwenye cheo cha captain anayehudumu katika kambi ya kijeshi ya Gigiri. Marehemu Anita Mugweru mwenye umri wa miaka 29 ambaye alikuwa mhasibu, inadaiwa kuwa awali aliwahi kuripoti polisi kwamba alikuwa akipokea vitisho vya kuuawa kutoka kwa mumewe. Mkuu wa Directorate of Criminal Investigation DCI wa Nakuru, Samuel Ngeiwa, alisema mfanyakazi wa ndani wa familia hiyo aliwaeleza kuwa siku ya tukio Anita aligombana na mumewe. Inadaiwa kwa wakati huo wa ugomvi, mwanamume alimchoma mkewe kisu tumboni na kumjeruhi vibaya, aliweza kusababisha kifo chake. Mfanyakazi wa ndani aliongeza kuwa tukio lilitokea mbele ya mtoto wao wa kike mwenye umri wa miaka 4 tu. Hadi sasa haijabainishwa ni nini kilichosababisha ugomvi huo uliogeuka kwa kifo. Marehemu alikimbizwa katika hospitali ya karibu ambako alithibitishwa kufariki alipofikishwa, kwa mujibu wa polisi. Polisi walipokea taarifa ya tukio hilo na kufika eneo la tukio ambapo walimkamata afisa huyo wa kijeshi kwa ajili ya mahojiano zaidi na hatua za kisheria, huku mwili wa marehemu ukihamishwa kwenda chumba cha kuhifadhi maiti kwa ukaguzi wa maiti, yani postmortem. Baadaye polisi walimfikisha kapteni huyo kwenye mahakama chini ya maombi maalum ya kupewa ruhusa ya kumshikilia kwa siku 14 wakati uchunguzi ukiendelea.